Wanafunzi waliopangiwa form 5 2026 au chuo kingine cha kati, je, unaweza kuhama? Umeangalia selection for 5 2026 na umekuta umepangiwa shule au chuo ambacho haukukitarajia. Unataka kuhama shule nyingine au chuo kingine? Kabla hujachukua uamuzi wowote, hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho, kwa sababu nitakuletea hatua za kufuata na mambo muhimu unayopaswa kujua. Baada ya TAMISEMI kutangaza selection za form 5 na vyuo vya kati kwa mwaka 2026, kuna wanafunzi wengi ambao hawajaridhika na shule au chuo walivyopangiwa. Wengine wamepangiwa mbali na nyumbani, wengine hawajapata taasisi walioitaka, na wengine wanatamani kusoma katika shule au chuo tofauti. Je, unaweza kuhama shule au chuo ulichopangiwa? Kwa kawaida mwanafunzi anatakiwa kuripoti katika shule au chuo alichopangiwa na TAMISEMI. Hata hivyo, katika mazingira maalum, maombi ya uhamisho yanaweza kuzingatiwa na mamlaka husika baada ya kutoa sababu za msingi. Sasa issue ni kwamba, je, ni kitu gani unachotakiwa kufanya au ni hatua zipi unachotakiwa kuvifuata ili kuweza kupata uhamisho? Hatua ya kwanza kabisa ni kuripoti kwanza pale ulipopangiwa. Hakikisha unaripoti katika chuo au shule ulichopangiwa kwanza. Lakini pia hatua ya pili, andaa sababu za msingi. Andaa sababu zako za msingi ambazo zinakufanya utake kuomba uhamisho kutoka chuo kimoja kwenda kingine au shule moja kwenda nyingine. Na sababu ya tatu, hakikisha umeandika barua ya maombi ya uhamisho. Andika barua ya maombi ya uhamisho ambayo inakuwa imejitosheleza kimsingi. Sababu ya nne, wasiliana na uongozi wa shule au chuo na mamlaka zingine husika za kielimu. Kama tatizo ni taasisi au kozi, unataka kubadilisha kozi au unataka kubadilisha taasisi au combination. Ikiwa changamoto yako ni taasisi au kozi uliopangiwa, fuatilia matangazo rasmi ya TAMISEMI kuhusu dirisha la kubadili taasisi au uchaguzi. Huwa kunakuwa na dirisha la kubadili kozi au taasisi. Kwa hiyo zingatia matangazo ya TAMISEMI yanasemaje kama changamoto yako ni hiyo. Na kumbuka, epuka watu wanaodai wanaweza kubadilisha shule au chuo kwa njia za mkato. Fuata taratibu rasmi pekee. Anza kwa kuripoti ulipopangiwa, kisha fuata taratibu rasmi za kuomba uhamisho ikiwa una sababu za msingi. Uhamisho haukubaliki moja kwa moja kwa kila mwanafunzi. Kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu. Jina langu ni Feaboy, tukutane tena katika video inayofuata.